Lakini kweli ndio maana na wakati fulani kwamba walisema kwamba wanaume wananyonya maziwa ya wanawake. Jamani. Kwamba maziwa ya ng'ombe au maziwa ya mama, matiti ya mama, yani kwamba mwanaume anatoa hangover. Sasa si baba ni mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza sasa ndio anyoge vinyo vya watoto. Mtoto wa kwanza, mtoto wa akui. Yani kwamba mtoto kwa mama akui. Sasa sio kwa mama, ananyonya kwa mke. Sasa ndio mtoto wake wa kwanza huyo. Mtoto wa kwanza Kwa hivyo ni tafiti ambazo zilikuwa zimetoka kwamba wanaume Iringa eti tunatoa hangover kwa maziwa ya mama. Hiyo tafiti ya lini hiyo, kwanza ya mwaka gani? Ingia kwenye mitandao, ni taasisi mojawapo ambayo inaweza kutoa, ni taasisi ambayo iko mkoani Iringa, wakiwa kwenye mafunzo kwamba watu wanaweza kulalamika, wanawake wanaweza kulalamika kwamba bwana kwamba bwana maziwa ya mama yananyonywa yananyonywa, kwa hivi kwamba watoto hawapati taarifa. Wamama wanalalamika. Wamama wanalalamika kwamba bwana wababa wamechachamaa. Baba anamaliza chakula cha mtoto. Kwa hivi kwamba ni taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa na hiyo bwana, siku zote kwamba tuulize kwamba bado wanaume wananyonya matiti, wananyonya maziwa ya kina mama. Hizo ni tafiti ambazo zilikuwa zimetolewa. Huyu naenda kuzungumza naye ni Rediana Mafuru Mng'ong'o kutoka taasisi ya TAEA. Nakumbuka kwamba hili liliibuka katika moja kati ya mafunzo yao. Na hawa bwana, taasisi ya TAEA ni moja kati ya taasisi ambazo mimi binafsi kwamba nimekuwa nikiappreciate sana utendaji wao wa kazi. Na mara nyingi TAEA kama TAEA wamekuwa wakitoa elimu nyingi tu, elimu ya lishe. Tunapozungumzia swala zima la udumavu huu, hawa bwana wamekuwa wakishiriki sana kuhamasisha lishe bora. Watu wajue kwamba mtu anakula bora mradi ajaze tumbo, lakini kwamba hawa TAEA wamekuwa mbele sana kuhakikisha kwamba wanatoa elimu. Sasa katika utoaji elimu mengi huwa yanaibuka kwamba kuna hili watu bora mradi tu kwamba swala zima elimu ya afya ya mama na mtoto swala ni mambo ambayo anawapa kipaumbele sana. Sasa huyu hapa bwana zungumza naye ni Rediana Mafuru Mng'ong'o, pia mkurugenzi wa TAEA. Mama Mng'ong'o, habari za asubuhi? Salama, habari za kwako? Salama kabisa, hapa ni Matukio Daima na mimi nipo na Rehema Salim na mimi ni Francis Godwin. Karibu sana mama. Ndiyo, karibu, asante. Sasa tulikuwa tunazungumzia swala zima la elimu ya lishe hapa, namna ambavyo taasisi ya TAEA ambavyo imeweza kusaidia kupambana na lishe katika mkoa huu wa Iringa na mikoa mingine ambapo TAEA imekuwa ikifanya kazi, lakini hasa swala zima la lishe bora na afya ya mama na mtoto. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Yaani ni kweli, asante sana kwa kunikaribisha studio. Ndio. Mkurugenzi wa Matukio Daima. Ndio. Na nakushukuru sana kwa kuwa pia mstari wa mbele wa kushirikiana na TAEA kama chombo cha habari katika kuelimisha jamii. TAEA kweli ni taasisi ya kitaaluma ambayo inatoa masuala mbalimbali ya elimu kwa jamii na hususa katika swala la lishe, na tuna mwaka wa 46 kwa sasa toka tuanze kutoa elimu katika jamii. Na kuhusu swala la elimu ya afya ya mama na mtoto, kwanza tunazungumzia kwamba mtoto anyonyeshwe kwa miezi 6 mfululizo bila kupewa chakula chochote cha nyongeza. Na tumekuwa na taratibu, watu wanasikia mtoto analia, sema analia njaa, anazaliwa na mwezi anaanza kupewa uji mwepesi. Lakini elimu sahihi ya ulishaji wa mtoto inahusu kwamba mtoto anyonyeshwe maziwa ya mama peke yake kwa muda wa miezi 6, kwa sababu kitaalamu hicho chakula kinamtosha mtoto. Na mama akiwa mjamzito ahakikishe kwamba anakula chakula cha kutosheleza na chenye aina ya
makundi 6 ya vyakula. Maana yake ni kwamba anakula kutimiza mahitaji yake ya kimwili, lakini anakula pia kutimiza mahitaji ya kiumbe ambacho kiko tumboni. Nikisema makundi 6 ya vyakula, nina maana kwamba vyakula hivi sio vyakula vya madukani. Vyakula hivi ni vyakula ambavyo vinapatikana kwenye jamii zetu, na sisi ndo tunaolima, tunavipeleka sokoni. Kwa hiyo tumekuwa pia na taratibu, tunalima vyakula vingine tunapeleka sokoni badala ya kuacha pia matumizi ya chakula nyumbani. Kwa hiyo makundi haya ni kundi la mboga mboga, na hizi mboga wote bila kuzitaja tunazijua kwamba ziko za aina nyingi, hata zile za asili ikiwemo na mkunungu, aina yote ya mboga mboga. Na pia kundi lingine ni kundi la matunda. Matunda haya pia ni aina mbalimbali tunayolima, na haya makundi pia yanatofautiana na rangi. Wote tunayajua, mengine yana rangi nyekundu, mengine yana rangi. Kila aina ya rangi ina maana yake katika viinilishe ambavyo vinatumika mwilini. Aina ya 3 ni jamii ya mikunde. Jamii ya mikunde wote tunayajua, kwa sababu ya muda siwezi kutaja. Tunaelewa mikunde, ikiwemo kunde zetu, ikiwemo maharage, ikiwemo aina mbalimbali, ikiwemo mbaazi. Wote hivyo ni vyakula vinavyohitajika. Aina nyingine ni aina ya wanyama, asili ya wanyama na wadudu waliwao. Hao wadudu ni pamoja, wote tunajua kumbi, kuna senene, kuna aina mbalimbali ya wadudu kutokana na makabila mbalimbali na asili yao. Yenyewe nayo pia ni muhimu sana. Kwa hiyo aina ya wanyama ukiwaunda, ukila hata wale wadudu waliwao ambao wako kwenye mila zetu. Na jamii nyingine ni jamii ya mizizi. Haya mizizi, vyakula vya mizizi wote tunavijua, viazi vyetu, viazi vitamu, viazi mviringo, mihogo, vyote hivyo ni vyakula ambavyo vinahitajika mwilini. Na pia kuna nafaka, na juu ya hapo kuna aina ya mafuta, nazi nini, lakini na maji salama, safi na salama. Vyote hivyo tunahitaji katika mwili wetu. Kwa hiyo ukiangalia mtangazaji, hivi vyakula vyote tunavyo, na mpangilio wake ndio huo kwa siku, angalau uwe umegusa kila kundi lililotajwa hapo. Na kwa mtoto, kama ni mtoto, milo ambayo anatakiwa kula baada ya kuwa amemtimiza miezi 6, anatakiwa sasa aanze kuongezewa vyakula vya nyongeza, kwa sababu vile alipokuwa ananyonya ilikuwa inamtosha. Sasa unajua mtoto anaanza mazoezi, anaanza kukaa, anaanza kutambaa, anahitaji vyakula vya nyongeza. Na hivyo vyakula vya nyongeza unaanza kumwongezea taratibu, vikigusa makundi hayo niliyokwisha yataja. Na matokeo yake tunaelewa kwamba mtoto anahitaji kulishwa, kupewa chakula bora, na kama hakupewa, baada ya hapo ndio huu udumavu tunaohusikia, kwa sababu atakuwa unamuona amekuwa kimwili, lakini kiakili atakuwa hajawa sawa katika kufikiri, katika kutenda mambo. Na wote tunaelewa mkoa wetu unakabiliwa na tatizo la udumavu, na watu wengi wanakuwa na idioji, inakuwaje sisi ndo tunaolisha nchi nzima, na sisi ndo wenye vyakula vyote hivi nilivyovitaja, lakini sisi tunakabiliwa na udumavu? Hilo ndo swala ambalo limekuwa la kujioji, na maana yake ni kama hivi nilivyosema, kama hayo makundi hayakuzingatiwa na mtoto kupewa milo mingi, si chini ya milo 5 kwa siku, kwa sababu ujue tumbo lake ni dogo, anakula kidogo kidogo, na kama ananyonya aendelee kunyonyeshwa mpaka hata anapotimiza miaka miwili mpaka miaka 2.5 aendelee kunyonyeshwa. Na muda wa udumavu ni katika hiyo miaka 2 hapo. Kama mtoto akupata lishe bora toka akiwa tumboni akaja akazaliwa akupata lishe bora, basi ndo hayo matatizo
ibuka. Na mama pia apate muda wa kupumzika akiwa mjamzito, apate pia muda wa kupumzika. Anafanya kazi lakini pia apumzike, na hata wakati wa kunyonyesha apate muda wa kufanya kazi, lakini sio kazi tu. Mtoto ameachwa huku, chakula si kiporo kilichobaki, ndo mtoto kabakiziwa. Basi hapo ndo tunapoibua matatizo haya ambayo nimeyasema, ndugu mtangazaji. Sasa chakula hichi cha mama, chakula cha mtoto hichi ambacho mama anapaswa kuweza kumwandalia, anapaswa kukiweka katika usalama upi ili kwamba chakula cha mtoto kibaki kuwa chakula cha mtoto? Chakula cha mtoto kinaandaliwa katika hali ya usafi. Lazima kiandaliwe katika hali ya usafi, na nafahamu akina mama wana vyombo vya kutunzia vyakula. Kwa hiyo kama anakwenda shambani, basi ahakikishe kwamba anakwenda na chakula cha mtoto ili mtoto aweze kula wakiwa huko. Na kama anamwacha nyumbani, ahakikishe pia kwamba aliyemwacha, kwa sababu saa nyingine anamwacha nyumbani, anamwacha na mtoto mwenzake, na huyo mtoto hakumwachia kitu chochote, basi yule mtoto atageuka, atakula chakula kile cha mtoto mdogo. Ninaelewa hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndo kinara namba 1 wa lishe, anazungumza kila siku juu ya malezi bora na ulishaji wa watoto ili kuepukana na udumavu. Kwa hiyo kama unakwenda shambani, hakikisha kwamba mtoto umeenda na chakula cha ziada cha kumpa. Kuna tabia kwa baadhi ya kina mama, kama mtoto anamsumbua, basi halali anaona anamsumbua, anachukua hata na kakiasi ka ulanzi kale, anamnywesha ili mtoto alale. Maanake ndiyo mtoto atalala, lakini uelewe ajala, na umemwongezea na pombe sasa juu. Hilo lipo mkoani kwetu hapa, lipo. Kwa hiyo hiyo tabia hiyo sio nzuri kwenye malezi ya watoto. Kuhakikisha tunampa chakula. Ndio maana unaona serikali inahimiza pia, na wote tunahimiza kwamba watoto wapate mlo, na ndio maana unaona hata mashuleni tunahimiza wazazi kushiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata chakula mashuleni, na tunapongeza serikali kwa juhudi kubwa, na sisi wazazi pia tunaojitoa kuhakikisha kwamba watoto wetu hata kabla hata hajaondoka kwenda shule asubuhi ale kitu ili msaidie, kwa sababu unajua anatumia akili sana anapokuwa shuleni. Ubongo unatumika, ubongo unahitaji chakula. Kwa hiyo ni muhimu lishe ya mtoto, lishe ya mjamzito, na pia kupunguziwa mzigo wa kazi. Lakini tuelewe kuwa pia ukatili wa kijinsia unaathiri lishe. Kuna uhusiano mkubwa kati ya ukatili wa kijinsia na lishe. Unapokuwa unakula, lazima uwe umejiandaa vizuri, una hasira, una nini, ili hicho chakula kiweze kufyonzwa mwilini. Lakini kama ndo umetoka huko, si kupigwa, kupewa maneno ambayo sio ya sawa, familia wamezozana, mfanya nini, ndo muda wa kula, hicho chakula mwili hauwezi kufyonza. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa, na kama kuna magomvi ndani ya nyumba, ina maana mama hatapika chakula na watoto hawatakula, tunakaribisha udumavu. Sasa umezungumzia swala zima la ulinzi wa chakula cha mtoto ama utunzaji wa chakula cha mtoto ambacho kinatunzika, hichi ambacho kinapikwa, lakini umezungumzia muda wa mama kuweza kunyonyesha mtoto, maziwa ya mama, kwamba mtoto anapaswa kunyonya takriban miezi 6, maziwa ya mama peke yake. Haya maziwa ya mama yanatunzwaje ili yawe salama na mtoto aweze kunyonya, kwamba ananyonya maziwa salama? Maziwa ya mama kama nilivyoeleza, nimeeleza mama mjamzito
anahitaji kula chakula kwa mpangilio wa makundi hayo, na mama anayenyonyesha anahitaji kula chakula chenye mpangilio wa makundi hayo, na hata familia. Lakini kwa sababu mahitaji ya mama anayenyonyesha na mama mjamzito ni makubwa, anahitaji kula chakula cha kutosha na muda wa kupumzika ili aweze kupata maziwa ya kutosha, na haya maziwa ananyonyesha kutoka kwenye maziwa yake mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana tumesema mtoto ananyonya miezi 6 mfululizo bila kupewa kitu chochote cha nyongeza, hata maji ya kunywa, kwa sababu hayo maziwa tayari yana maji. Usalama wa haya maziwa ya mama ukoje kwa mtoto? Usalama wa maziwa ya mama, maziwa yako salama kwa sababu yametunzwa ndani ya titi na mama ananyonyesha, akishe maziwa yake pale mtoto anaponyonya pale kwenye nyonyo pawe safi, maanake amevaa nguo yake vizuri safi, anapasafisha pale panakuwa pasafi. Kwa hiyo haya ndo maziwa ambayo yako salama kwa sababu yametunzwa. Na maziwa haya ya mama yanapaswa kuingiliwa na mtu mwingine? Maziwa ya mama ni maziwa ya kunyonyesha ya mtoto. Ni maziwa ya kunyonyesha mtoto, sio maziwa ya kunyonyeshwa mtoto mwingine mtu mzima. Na hii naomba niiseme, kama mila hiyo zamani ilikuwepo, sijui kama bado ipo, mila ambayo wanaume katika mkoa wetu walikuwa wananyonya maziwa ya mama ya mtoto ili wakate kiu, eti inakata inaondoa inaitwa ile ya pombe aliyokunywa jana. Kwa hiyo hicho kitu kilikuwepo, wala sio kwamba ni kinasemwa sema, kilikuwepo. Rehema, umesikia? Umesikia? Kilikuwepo, na nasikia mama anacheka hapo, yawezekana kipo. Ananyonya usiku, anasema mtoto asinyonyeshwe ili anyonye yeye akate nani hangover ya maziwa. Na shauri kama mila hiyo bado ipo, basi hayo maziwa yameundwa kwa ajili ya kunyonya mtoto. Na baba akitia mdomo wake pale kuweza kunyonya hayo maziwa ya mtoto, yana madhara gani kwa mtoto sasa? Kama baba amekunywa pombe zake, ameenda kula maziwa ya mtoto, inakuwaje kwa mtoto ambaye anatakiwa kunyonya maziwa hayo? Hiyo sasa hata wewe kiafya unaelewa, lakini kwa vile mama labda atasafisha lile ziwa ili pawe pasafi, lakini sasa siwezi kuisemea kwa sababu sio mila ambayo inatakiwa kufanyika. Kwa hiyo siwezi kuisemea kwamba inakuwaje. Tunasema kama ipo, kama bado inaendelea, ipo kwa baadhi, sio wote, kwa baadhi. Na kina mama wana mambo mengi, wana siri nyingi sana. Kwa hiyo huwezi kujua kama ipo kwa baadhi ya baba, basi hiyo tunasema maziwa yale ni kwa ajili ya mtoto. Ya mtoto. Sasa huyu mama tena akianza kunyonyesha tena na baba anyonyeshe na mtoto, si ndio udumavu tunaukaribisha sasa? Na hapo sasa unaweza kuwa udumavu pande zote mbili, kwa sababu baba amekunywa pombe ajala, anaenda kunyonya maziwa akitegemea chakula cha kutosha, anajisababishia tena na naye mwenyewe utapia-mlo na mtoto tena. Kula anakuwa amekula, anakata hangover ile amke salama huko zamani. Kama bado ipo kwa baadhi. So unaweza kukuta anakata hangover, kwamba huyu ambaye anakumbuka kukata hangover kwa maziwa ya mama, unakuta kwamba hata pombe zenyewe amekula. Tunajijuana sisi wanywaji. Unaweza kukuta umekula hata bila kunywa. Ndio. Umekunywa bila umekula bila kunywa. Umekunywa bila kula. Yeye hawezi kupata udumavu. Utapia-mlo kwa sababu umri wa udumavu umeshapita. Umri wa mdumavu ni kutoka 0 mpaka miaka 2. Kwa hiyo kama anao udumavu, alikuwa nao aliupata huko nyuma. Kwa hivyo hapa atapata utapia-mlo. Ni utapia-mlo tu na uzito upungufu.
na kudhoofisha afya yake. Sasa ataidhoofisha afya ya mtoto, kwa sababu mtoto atakuwa sasa hana maziwa ya kunyonya. Sisi Mama Mng'ong'o tukushukuru sana kwa kweli, tumepata elimu nzuri kweli kweli. Nashukuru sana mnaotoa elimu, na washukuru sana viongozi wetu wote. Tunasikia mkuu wa mkoa wetu anaendelea kuelimisha, mkuu wa wilaya, viongozi wote na taifa zima, na nawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa wa kutoa elimu, wataalamu wa lishe, wataalamu wa afya na jamii kwa ujumla kwa kuitika, kwa sababu udumavu unaendelea kupungua mkoa wa Iringa. Kwa hiyo wote tushirikiane ili tuweze kutokomeza udumavu. Inawezekana kwa sababu vyakula vyote tunavyo, na kama tulivyosema hakuna kitu ambacho ni cha kuingiza ni kigeni. Ni vile vyakula vyote ambavyo tunavilima sisi, lakini tuhakikishe tunakula, kwa sababu hata utafiti tumefanya utafiti unaonyesha kwamba sisi tunalima hata matunda kwa wingi, lakini tunasafirisha. Hatuli matunda mengi, tunakula kwa msimu. Msimu ukija wa matunda tunakula. Hatuna tabia ile ya kula matunda kwa wakati wote. Saa nyingine matunda wanao matunda ya kula si watoto au biashara, lakini kumbe tunatakiwa tuuze na pia tule. Vyakula vile tunaopeleka sokoni tuache vyakula sisi nyumbani, na vingine tuuze ili kuinua uchumi wetu, au tuuze baadhi ya vitu lakini tununue ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya bora. Ufuge wanyama wadogo ambao ni rahisi watakuwa haraka na kuweza pia kupata mboga ya nyumbani, kama tulivyosema yale makundi ya jamii ya wanyama ambayo saa nyingine sio rahisi familia yote kupata. Lakini tukifuga kuku, tukifuga simbilisi, tukifuga sungura, hao wote tunaweza kuhakikisha kwamba tuna nyama ya kuongezea kwenye kundi la vyakula. Sisi tukushukuru sana mwalimu wa lishe Mama Rediana Mafuru Mng'ong'o, lakini kubwa kuliko yote ujue chanzo cha yote haya kwamba tunataka tuweze kufahamu bado anaendelea. Nikamwambia bwana, mimi nakumbuka ilishawahi kujitokeza katika moja kati ya mafunzo endelevu ambayo amekuwa akitolewa na TAEA kuhusiana na wanawake kulalamika kwamba bwana, kuna baadhi ya wanaume wanakata hangover kupitia maziwa ya mama. Sasa tumsikilize Mama Mng'ong'o, lakini kwamba tumeweza kufika huko na kwamba zilikuwepo hizo mila, na inawezekana bado zipo, ila wakina mama wamepunguza kulalamika. Ndiyo. Na mila za kuwanywesha kina mama, baadhi ya kina mama kuwanywesha watoto pombe ili walale wasiwasumbue, hilo nalo bado lipo janga, na tuendelee kupunguza baadhi ya kina mama. Elimu inaendelea kutolewa, lakini tunaomba tushirikiane jamii yote. Utunzaji wa mtoto ni wa baba na mama na familia nzima. Ndio. Wote tutimize wajibu wetu ili tupambane na udumavu. Mabadiliko yanaanza na mimi na wewe. Na sisi wote kwa pamoja tutaushinda udumavu mkoani Iringa na Tanzania kwa ujumla. Asante sana Mama Rediana Mafuru Mng'ong'o. Sikia Mama Rediana Mafuru Mng'ong'o hapa ambavyo ameweza kueleza ukatili huo ambao ulikuwa ukifanyika kwa baadhi ya wanaume kunyonya maziwa ya watoto, na hali ambayo yapelekea mtoto kukosa lishe bora. Sasa tuangazie upande wa pili wa wenzetu ambao wanapambana na ukatili wa kijinsia. Walishapata kuweza kusikia malalamiko kama hayo ya mama kwenda kulalamika kwamba bwana, baba fulani anakuja kukata hangover kupitia maziwa ya mtoto, kwamba hiyo tabia ambayo Mama Mng'ong'o ameisema kwamba baadhi ya wanaume wananyonya maziwa ya malalamiko haya yamewafikia hawa na harakati ukatili huu upo, wameshawahi kusikia. Jeni Mwalembe, habari za asubuhi. Habari ya studio. Salama kabisa, habari ya kwako? Njema kabisa. Mnisamee kwanza, niko safarini, kwa muda wote mtandao unaweza ukakata. Okay. Ni kutoka Sauti ya Jamii Ndio. Tunazungumzia swala zima la masuala ya baadhi ya wanaume
ambao wamekuwa wakilalamikiwa kwamba wamekuwa wakikata hangover kupitia maziwa ya mama. Nyie kama Sauti ya Jamii mshawahi kulalamikiwa ukatili huu na wanawake kwamba baadhi ya wanaume wanafanya hivi? Karibu sana. Asante sana Francis Godwin. Na sisi kama Sauti ya Jamii tumepokea tu mara moja wala mara mbili kuhusiana na swala hili la ukatili akina baba, kana kwamba kunyonya maziwa ya mtoto wakati mwingine anaona kabisa kwamba bora yeye aweze kukidhi haja yake kuliko mtoto. Kwa ni malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea sana, na ndoa nyingi zimekuwa zikiwa matatani kwa sababu mama hawezi kukubali kwamba baba aweze kuridhisha hisia zake alafu mtoto athirike. Kwa ni kesi ambazo tumezipokea mara nyingi sana, na kwa kupitia kipindi hiki mimi niweze kusema kwamba kina baba ni muhimu kwamba wakaelewa kwamba wao wana mbadala, lakini mtoto hana mbadala. Mtoto anatakiwa anyonye maziwa ya mama kwa miezi 6 bila kupewa chochote. Kwa hiyo ni muhimu akina baba waweze kuwaelewa kina mama, lakini wajue kwamba kwa kufanya hivyo wanakuwa wamekiuka haki za msingi za mtoto, lakini pia ni kumkosea pia mama, kwa sababu mama anakuwa kwa majukumu yake ya kumnyonyesha mtoto, kumsaidia mtoto aweze kukua vema kiakili, kihisia hivyo. Tukushukuru sana Jeni Mwalembe. Asante sana na natakia kila jema studio. Sasa huyo bwana ni Jeni Mwalembe. Umeona bwana? Huyu ni Jeni Mwalembe. Kwa hiyo kina baba wanachukua yani wanazuia haki za msingi za mtoto kupata maziwa ya mtoto kuweza kupata lishe bora kwa miezi 6. Kwa hiyo anapunguza kile kiwango cha chakula ambacho mtoto anatakiwa kukipata. Unajua baba ana kama akiamua kunyonya maziwa haya mama anachukua kwa kiwango kikubwa kuliko mtoto. Tuangalie kwa mila na desturi, kwa sababu Mng'ong'o hapa mwishoni amekemea tamaduni hizi mbaya za kina baadhi ya wanaume wa mkoa wa Iringa ambao wamekuwa wakitoa hangover kupitia maziwa ya mama. Sasa tuangalie kiutamaduni kwa wakazi wa mkoa wa Iringa. Hii ya baadhi ya wanaume kunyonya maziwa ya kina mama kwa maana kuweza kutoa hangover. Kimila ikoje? Lakini baadhi ya wanawake ambao wamekuwa wakiwanyesha pombe watoto wadogo kwa maana kuweza kulala. Hii kitamaduni kwa wakazi wa wamekuwa wakinyeshana ulanzi, wamekuwa wakiwanyesha komoni, kwamba kimila ikoje? Sasa huyo hapa bwana ni mwenyekiti wa waganga wa tiba asilia mkoa wa Iringa, Bwana Simba Kasige. Habari za asubuhi mzee Simba Kasige. Salama, habari yako? Salama kabisa, habari za kazi? Nzuri tu. Mzee Kasige, kwamba tumekusogeza asubuhi hapa baada ya kuzungumza na baadhi ya wanaharakati hususani taasisi ya TAEA ambayo inashughulisha na swala zima la lishe bora na mambo mengine, lakini pia tumesikia wenzetu wanaharakati wa mapambano ya ukatili wa kijinsia mkoa wa Iringa, swala hili la baadhi ya wanaume ambao wamekuwa wakilewa pombe, na anapolewa pombe anapotaka kuweza kukata hangover anaenda kunyonya maziwa ya mama. Lakini baadhi ya wanawake ambao wananyonyesha, anapoona anataka mtoto alale anamnywesha ulanzi au komoni. Nyie kama wazee wa kimila mmeshapata kuyasikia haya, na kama mmesikia, nini wito wenu kwa baadhi ya wanaume na wanawake ambao wananyonyesha watoto pombe? Karibu sana. Kwanza mimi nikwambie hivi. Ndio. Swala la mtu mzima kunyonya maziwa ya mama ni katili na ni upotofu kwa mazingira. Hayo mazingira si kwetu hayapo hayo. Ni ujinga tu, mtu anakuwa mjinga tu, ana historia yake ya kipumbavu. Hakuna sababu ya mtu kunyonya maziwa ya mama. Maziwa ya mama ni chakula cha mtoto basi peke yake. Kabisa. Lakini swala la ulazi na common, sisi tunapokuwa mazingira ya zamani na sasa ni tofauti. Sisi wakati tunapokuwa hiyo ilikuwa ni kama chakula cha kawaida.
Mtoto kulishwa kiporo ilikuwa ni kawaida, na kwa kweli tumekuwa tuna maisha mazuri tu mpaka sasa. Sisi tulikuwa tunakuwa wakati wote tulikuwa tunanyweshwa ulanzi, sio kwamba ili ulale basi tu, ni mazingira tu ya kawaida. Mila zetu zilikuwa zinapendeza tu, mtoto anakula vitu vile, lakini hazuliki pia. Kinachotakiwa mtu ananyweshwa ule ulanzi, lakini bado anapata chakula kingine, chakula anachemshwa mboga, anakula mboga nzuri, haina chumvi, lakini mboga ni nzuri tu, maana hata chumvi ilikuwa pia ni shida. Kwa mila zetu zamani ilikuwa hata chumvi nyingi mtoto kulishwa ni kosa. Lakini sisi tumekula vitu hivyo na tuna afya nzuri mpaka leo hii. Hivyo ni vitu vilikuwa kwa wakati huo ni vya kawaida, lakini kwa sasa ni unaonekana kwanza sio mtu wa kawaida kumnyesha mtoto pombe. Lakini kwa wakati huo sisi tulikuwa tunaona ni chakula kizuri na kimetulea mpaka sasa tumezeeka, na wazee wengi wa zamani unakuta wapo mpaka leo walikuwa wanakula vyakula hivyo. Ilikuwa akinywa ulanzi na kwa kawaida. Mtoto mdogo kunyeshwa pombe ilikuwa ni kawaida tu, lakini mazingira yale ya wakati ule yalikuwa ni mazuri tofauti na sasa. Kwa wakati huu hivi vidawa wanavyovileta walungu kutulisha, pia zinalishwa watoto wakati wana mimba, mama anachomwa sindano akiwa na mimba. Kwa namna nyingine zimeleta udhaifu kwenye mazingira yetu. Wakati huo sisi ilikuwa hakuna sindano, mtoto ana mama ana mimba, anakula mboga za majani, anakula hivi, hata akijifungua tu alikuwa anaweza akala mboga za majani na akapendeza. Na watoto tulikuwa tuna afya, na mpaka leo tunafika mpaka miaka 87, lakini vyakula tulivyokula ndio hivyo. Watu wengi unakuta wamesoma, wamekuwa na madigrii, wako jeshini, wako wapi, kilichowapeleka shule huko ilikuwa ni pombe. Mama anapika pombe, anauza, anapata mtoto, anakwenda shuleni na analishwa pombe. Anapokwenda shuleni alikuwa ananyeshwa pombe, anakula kiporo cha ugali, lakini hali ilikuwa ni nzuri. Tofauti na sasa kwamba mazingira na afya za watu zimedhoofika kwa sababu ya madawa mengi wanayotuletea wazungu. Haya mengine yanatudhoofisha afya zetu. Kwa hiyo hata kikombe kidogo tunakuwa mdhaifu, kwa sababu miili yetu imeshaharibiwa na madawa yanayoletwa na wazungu haya. Japokuwa wengine wanadanganyika kwamba ndio yanaleta afya bora, lakini sisi tunakataa kabisa kwamba malezi ya zamani ya kunyweshwa watoto pombe na kula viporo, kwa kusema kweli, kwa sisi wazee wa kimila ilikuwa ni chakula bora tu, kizuri tu, na ilikuwa haina madhara yoyote. Ila kwa sasa haya madawa wanayotuletea wazungu tukila yanafanya watoto miili inakuwa ni midhaifu, basi anakosa afya na vitamini, na kidogo kikosoa kidogo tunakuwa na maradhi. Lakini wakati wetu sisi ilikuwa ni mzuri tu, hakuna tatizo. Na wakati wenu nyie, ili swala la baadhi ya wanaume kunyonya maziwa ya kina mama wanaonyonyesha kwa maana kuweza kutoa hangover lilikuwepo? Ilikuwa hakuna. Kwanza ukiandisha kitu kama hicho, mtu anaweza kwenda hata kwa viduvu ukafungwa. Unadhulumu mtoto na unamnyanyasa mama. Hicho kitu kilikuwa hakuna. Kwa nini sasa? Sijawahi kusikia hivi kwanza kwamba mtu anaweza akatoa hangover kwenye maziwa ya mama, ndio nasikia leo. Toka nizaliwe sijawahi kusikia. Sisi tukushukuru sana mzee Kasige. Haya bwana. Asante. Sasa huyu ni mzee wa kimila ambaye tumeweza kumsikiliza kuhusiana na baadhi ya wanaume ambao wamekuwa wakinyonya maziwa ya mama, ambapo taasisi ya TAHEA kumbe imesema kwamba ilikuwapo na wamekuwa wakitoa elimu. Na kwa sasa kwa hivi sasa, kwa sababu kwa niaba ya Wahehe wote wa mkoa wa Iringa, huyu mzee Kasige kwamba ameweza kuwakilisha wanaume wote kwamba bwana, kunyonya maziwa ya mama anayenyonyesha ni ushamba. Kunyonya maziwa mama anayenyonyesha ni ujinga. Ni ujinga, na ujinga sio tusi. Ndio. Mwalimu Julius Kambarage yeye alishawahi kusema kuna maadui watatu: ujinga, maradhi na umaskini. Yani mjinga, maradhi na umaskini, ambapo lazima kwamba naye huyu mjinga akielimishwa anakuwa hatarudia tena kufanya ujinga huo hapo. Kwa hivyo kwa wale wanaume ambao bado kama wapo kwa kujificha ficha, basi tutambue maziwa ya mama anayenyonyesha ni special kwa ajili ya mtoto. Kweli. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukiro entrepreneur. Kwani hujawasikia hao?
Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.